Tunapozungumzia mgonjwa wa chango, tuna maana kuwa ni matatizo yaliyopo katika viungo vya uzazi kwa mwanamke au mwanaume. Huu ni ugonjwa ambao umpata mtu katika umri mdogo utotoni. Kwa mfano, mwanaume hupata maumivu ya tumbo mara kwa mara anapokuwa mdogo. Kwa upande wa mwanamke, hupata maumivu ya tumbo anapoanza kuvunja ungo. Maumivu ya chango hupelekea mtu, aidha mwanaume ama mwanamke, kupata madhara katika viungo vyake vya uzazi. Chango la uzazi linawatesa hasa wanawake. Mwanamke mwenye chango la uzazi muda mwingi utamwona hana furaha kabisa, yaani yupo tu, na hali hii humtokea haswa mwanamke akiwa katika nyakati za hedhi. Na hii ni kwa sababu ya maumivu makali anayoyapata kwa muda huo. Na mwanamke mwenye tatizo la chango la uzazi muda mwingi anakuwa hana furaha, muda mwingi hana amani ya moyo. Na moja kwa moja tukaangazie dalili za mara kwa mara za chango la uzazi kwa mwanamke. Zipo dalili kemkem za chango la uzazi kwa mwanamke, nami kupitia hapa leo Chakula cha Ubongo na kusogezea japo kwa uchache. Dalili ya kwanza ni kupata maumivu makali wakati anapokaribia kuingia katika siku zake za hedhi. Lakini 2, kuhisi maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini nyingine ni siku zake huwa zinavurugika, na hii humpa utata kuhesabu mzunguko wa hedhi, kuijua siku muhimu ya kubeba ujauzito. Nyingine, mwanamke mwenye chango la uzazi hujisikia homa kali anapokaribia siku zake za hedhi. Lakini kupatwa hasira kali, jaziba anapokaribia kuingia katika siku zake za hedhi. Kujisikia uchovu mkubwa anapokaribia siku zake za hedhi. Kupata mchubuko kwenye mapaja na sehemu za siri. Nyingine, ishara ya chango la uzazi kwa mwanamke, kuchukia kushiriki tendo la ndoa. Kupata uvimbe kwenye kizazi. Lakini nyingine, ujauzito kutunga nje ya mfuko wa uzazi. Hizo ni baadhi ya dalili za mara kwa mara la chango la uzazi kwa mwanamke. Na sasa tuangazie madhara ya chango la uzazi kwa wanawake. Yako madhara ya kila aina, lakini kama una chango la uzazi, mara nyingi ni vigumu kupata ujauzito, na wakati mwingine unaweza kuwa tasa kabisa. Madhara mengine ni kuingia na kutoka kwa ujauzito, wazungu wakiita miscarriage. Madhara mengine ni kuwa na hamu ya tendo la ndoa, lakini hauwezi kufika mpaka mwisho. Changamoto nyingine, sehemu za siri kuwa ndogo sana. Na moja kwa moja tukaangazie njia za kumsaidia mwanamke mwenye chango la uzazi. Na njia za kumsaidia mwanamke mwenye chango la uzazi. Kwanza, tambua kwamba ni vyema sana ukaenda hospitali na kumweleza daktari dalili zote ambazo mwanamke unajihisi. Kisha daktari mzoefu atajua namna ya kufanya kwa upande wako, na pia atajua namna gani aweze kukusaidia. Lakini mara nyingi ugonjwa wa chango la uzazi hautibiwi kwa dawa za hospitalini, bali ugonjwa wa chango la uzazi hutibiwa na mitishamba. Zipo dawa za asili zinazoaminika kutibu matatizo ya chango la uzazi, na kwa uzoefu na mirejesho ya wanawake ambao mara kwa mara nimewashauri, basi njia mojawapo kati ya hizi 3 inaweza kuwa nzuri kwako kutibu tatizo la chango. Njia ya kwanza, chukua tende na utengeneze juisi nzito upate glasi 2, na uchanganye na habati soda kijiko kimoja kila glasi.
kisha unywe glasi moja kutwa mara 2 kwa siku 14. Au chukua mbegu za tende, zisage ukitumia njia yoyote ile ili uweze kupata unga wake. Ukisha upata unga wake, changanya na maziwa kijiko kimoja kikubwa kwa glasi ya maziwa kutwa mara 2. Yaani maziwa glasi moja na kijiko kimoja cha unga wa mbegu za tende. Njia ya pili ya kutibu chango la uzazi kwa wanawake: tengeneza juisi ya kitunguu maji na uichemshe. Ikiiva vizuri, unywe kikombe kimoja kidogo cha chai kila asubuhi kwa siku 7. Hii nayo ni tiba nzuri kwa chango la uzazi. Njia ya tatu ya kutibu chango la uzazi ni unga wa turatura, ama wengine wakiita ndulandula. Unga wa turatura ni mzuri pia kwa tiba ya chango la uzazi. Tafuta turatura, katakata vipande vipande, anika juani. Ukisha anika juani, vikauke kabisa. Saga upate unga wake. Unga uwe umekauka vizuri. Ukishapata unga wa turatura, inabidi uchanganye na maziwa. Maziwa glasi moja, unaweka kijiko kimoja cha unga wa turatura. Unakunywa kutwa mara 2 kwa siku angalau 14, yaani wiki 2. Baada ya hapo, changamoto ya chango la uzazi itapotelea mbali. Nimekusogezea njia takribani 3 tofauti ya changamoto ya chango la uzazi kwa wanawake. Na moja kwa moja kupitia hapa Chakula cha Ubongo, nikusogezee kuhusu mti wa upupu, vile ambavyo hutumika katika tiba ya tatizo la ngiri kwa wanaume. Ngiri ama hernia ni tatizo linalo wakabili wanaume wengi hapa duniani. Moja kati ya dalili kuu za tatizo la ngiri ni pamoja na kusinyaa kwa korodani moja au zote, kusinyaa kwa maumbile ya kiume. Kama ilivyo kwa magonjwa mengine mengi, tatizo la ngiri linaweza kutibika kwa kutumia dawa mbalimbali za asili. Ipo miti mingi sana inayoweza kutumika kama tiba ya tatizo la ngiri. Leo kupitia hapa Chakula cha Ubongo nitaeleza kuhusu miti 10 tofauti tofauti. Naam, kuhusu miti 10 tofauti tofauti ambayo imefanywa utafiti wa kisayansi na kuthibitika kuwa na uwezo wa kutibu na kuponyesha kabisa tatizo la ngiri. Kati ya miti hiyo umo pia mti wa upupu ambao unafahamika sana kwa sifa yake kuu ya kuwasha sana. Karibu nikusogezee miti tofauti tofauti 10 ambayo inatibu changamoto ya ngiri kwa wanaume. Mti wa kwanza unaitwa muliwanifwengi. Mti wa muliwanifwengi wenyewe huwa unaota na kutoa matunda. Matunda ya mti wa muliwanifwengi ni dawa ambayo husaidia kusafisha damu. Muliwanifwengi hili ni jina la lugha ya Kinyamwezi. Wanyamwezi ni wenyeji wa mkoa wa Tabora ambao unapatikana magharibi mwa nchi ya Tanzania. Mti huu wa muliwanifwengi una uwezo mkubwa sana wa kutibu na kuponyesha kabisa tatizo la ngiri. Jinsi unavyotumika: mgonjwa anachukua mizizi, anachemsha pamoja na maji, kisha anatumia kunywa mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana na jioni, kwa muda wa siku 30. Mbali na kutibu kabisa moja kwa moja tatizo la ngiri, pia mti huu una uwezo wa kutibu ugonjwa wa kaswende pamoja na kusafisha mishipa ya damu. Mti wa pili unaotibu tatizo la ngiri ni mti ambao unaitwa musisigulu. Kama ilivyo kwa mti wa muliwanifwengi, jina la mti wa msisigulu linatokana na lugha inayotumiwa na watu kutoka kabila la Wanyamwezi wa mkoani Tabora. Mti huu umefanyiwa utafiti wa kisayansi na kuthibitika kuwa na uwezo mkubwa wa kutibu
na kuponyesha kabisa tatizo la ngiri. Pamoja na ngiri, mti wa musisigulu hutibu pia matatizo ya mapafu. Jinsi ya kutumia mti wa msisigulu katika tiba ya ngiri: chemsha mizizi yake, kisha tumia kunywa mara 3 kwa siku. Fanya hivyo kwa siku 30. Mti wa 3 ni mti wa mumulimuli. Mti wa mumulimuli ni jina la Kinyamwezi. Mti huu umethibitishwa kisayansi kuwa huko na uwezo wa kutibu tatizo la ngiri, minyoo ya tumboni, kaswende pamoja na kisonono. Jinsi ya kutumia mti huu wa mumulimuli: chemsha mizizi yake, kisha tumia kunywa mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni kwa siku 30. Mti wa 4 unaotibu tatizo la ngiri ni mti wa muzegezega. Naam, ni mti wa muzegezega. Mti huu wa muzegezega umefanyiwa utafiti wa kina na kuthibitika kuwa na uwezo mkubwa wa kutibu na kuponyesha kabisa tatizo la ngiri. Pamoja na kutibu ngiri, pia mti wa muzegezega una uwezo wa kutibu pia magonjwa mengineyo kama vile kufeli kwa moyo, homa ya manjano, kikohozi, pumu, mkamba, matatizo katika ubongo pamoja na kutibu degedege. Huu ni mti wa muzegezega. Mti wa 5 ni mti wa kasolahanga. Mti wa kasolahanga huu ni mmea uliothibitika kisayansi kuwa na uwezo mkubwa sana wa kutibu na kuponyesha kabisa tatizo la ngiri. Katika lugha ya Kinyamwezi hujulikana kama kasolahanga au sawi. Mmea huu ambao ni jamii ya mboga, mbali na kutibu tatizo la ngiri, pia hutumika kama tiba ya ugonjwa wa gono. Jinsi inavyotumika mti huu wa kasolahanga: mgonjwa atachemsha mizizi ya mti huu kwenye maji, kisha atatumia kunywa asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa siku 30. 6 ni nyanyachungu. Naam, tiba nyingine ya ngiri ni mmea wa nyanyachungu. Nyanyachungu ni mti wenye faida nyingi sana katika afya ya mwanadamu. Karibu kila kiungo kinachopatikana katika mmea wa nyanyachungu ama ngogwe hutumika kama tiba kwa mwanadamu, kuanzia matunda, majani hadi mizizi. Ndiyo, hizi ni nyanyachungu. Matunda yake, majani hadi mizizi ni dawa. Na hapa nazungumzia nyanyachungu, si hizi za kisasa, zile zenyewe za asili ambazo ni chungu, tofauti na hizi ambazo ni baridi. Namna ya kujitibu tatizo la ngiri kwa kutumia mmea wa nyanyachungu: chukua mizizi, kisha ichemshe kwenye maji. Halafu tumia kunywa maji hayo mara 3 kwa siku, asubuhi na jioni kwa siku 30. Tatizo la ngiri litapona moja kwa moja. Tukiwa tungali watoto, mara kadhaa babu, bibi, baba huchukua nyanyachungu na kuzichemsha jikoni tu na kisha tunapatiwa tunywe. Binafsi sikujua ni nini wakati huo. Kumbe bibi na babu walikuwa wakitupatia tiba ya kutibu ngiri na chango kwa wakati huo. Tunakunywa supu pamoja na ngogwe zenyewe. 7 ni mti wa kiberuberu. Mti wa kiberuberu huu ni mti mwingine uliofanyiwa utafiti na kuthibitishwa kitaalamu kuwa na uwezo wa kutibu na kuponyesha kabisa tatizo la ngiri. Kwa Kiruguru, mti huu hujulikana kama mguhu. Mti huu wa kiberuberu ama mguhu hutumika kwa mgonjwa kuchemsha mizizi yake na kisha kutumia kwa kunywa mara 3 kwa siku kwa muda wa siku 30.
Mti mwingine ni mti wa luhalamila au luhambamti. Mti huu ni jina kutoka katika lugha ya Kiluguru inayozungumzwa hasa na watu kutoka jamii ya Waruguru wanaopatikana mkoa wa Morogoro nchini Tanzania. Mti wa luhalamila au luhambamti umethibitishwa kuwa na uwezo wa kutibu na kuponyesha kabisa tatizo la ukosefu na upungufu wa nguvu za kiume. Jinsi ya kutumia tiba hii: mgonjwa anapaswa kuchemsha majani yake yakiwa mabichi na kisha kutumia kunywa mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana na jioni kwa siku 30. Mti mwingine ni mti wa luziwana. Naam, luziwana. Waluguru wa mkoani Morogoro wanautumia sana mti huu kama tiba ya tatizo la ngiri. Mbali na kutibu ngiri, mti wa luziwana hutibu magonjwa mengineyo kama vile kuharisha pamoja na maumivu ya tumbo. Mgonjwa anashauriwa kuchemsha mizizi ya mti huu na kisha kutumia kunywa mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana na jioni kwa siku 30. Na mwisho tuangazie mti wa bumu ama mti wa upupu. Bumu ni lugha inayotumiwa na Waruguru ambao hawa kama kawaida ni wenyeji wa mkoa wa Morogoro, wakimaanisha ni mti wa upupu. Ndiyo, mti wa bumu ama upupu. Mti wa upupu unafahamika zaidi kwa sifa yake moja kubwa ambayo ni kuwasha sana. Pamoja na kuwa na sifa ya kuwasha, mti wa upupu una faida nyingi sana za kitabibu pamoja na kiuchumi. Katika chakula cha ubongo leo nitaeleza kifupi jinsi mti wa upupu unavyotumika kama tiba ya tatizo la ngiri. Kutibu tatizo la ngiri kwa kutumia mti wa upupu: chukua mizizi au majani ya mti wa upupu uliokomaa, kisha chemsha, alafu tumia kunywa mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni kwa siku 14 tu, yaani wiki 2 tu. Changamoto ya ngiri itakwenda kupotea moja kwa moja. Waluguru kutoka mkoani Morogoro wao tumia sana mti wa upupu kama tiba ya ngiri. Lakini bahati mbaya watu wengi wanashindwa kutumia vizuri mti wa upupu, maana unawasha huu. Ukiuendea ovyo ovyo utaishia kuwashwa na usiweze kuchimba mzizi ama kuchuma majani yake. Mbali na kutibu ngiri, mti wa upupu huko na sifa kemkem za kutibu maradhi mengine. Tumeangazia hayo kupitia hapa chakula cha ubongo. Kama nilivyokudokeza hapo awali, Tanzania tumebarikiwa kuwa na maelfu ya miti ambayo iko na uwezo wa kutibu magonjwa na matatizo mbalimbali ya kiafya ambayo yanatukabili sisi wanadamu. Katika tatizo la ngiri pekee kuna mamia kwa mamia ya miti inayotumika kutibu tatizo la ngiri. Leo tumeangazia kwa uchache tu. Pia leo tumeangazia chango la uzazi kwa wanawake, dalili, madhara na tiba yake. Bila shaka kote huko umeweza kuambua mawili matatu. Asante kwa muda wako na kushukuru. Mimi ni rafiki yako wa kila kukicha, Dastan Fredi Kamala.